Naam, bwana, wadau wameamua kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea kati ya Harmonize na Kajala, hususan katika kipindi hiki ambacho Harmonize ameamua kurelease wimbo wake mpya kabisa ambao unakwenda kwa jina la Best Couple. Bwana, huu wimbo tunaweza kusema kwamba timing imekuwa mbovu sana. Kwa sababu Harmonize alikuwa ametoa huu wimbo kwa ajili, ulikuwa ni dedication. Yani sikiliza hii ngoma ya Best Couple, moja kati ya ngoma kali sana ambazo Harmonize ameziandika kwa hisia, ameandika vitu ambavyo kweli anavifeel moyoni mwake. Na hii ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya mwanadada Kajala, lakini sasa mambo yamekuwa tofauti kutokana na vitu ambavyo vimetokea hivi karibuni. Bwana, situation nzima kwa muda mrefu sana tulikuwa tunajua kabisa kwamba hii ngoma bwana ilikuwa imetengenezwa kwa ajili ya mwanadada Kajala Masanja, kutokana na kwamba Harmonize bado yuko na feelings deep kwa Kajala. Umeona, yani Harmonize bado anamkubali sana Kajala. Yani Harmonize anampenda Kajala to the maximum. Ili swala sidhani kama limeisha kubadilika hata kidogo. Ni kwa muda mrefu sana Harmonize amekuwa akimhusudu mrembo huyo. Sasa hii ngoma ya Best Couple ilivyotoka tu, watu walihisi kwamba ni nyimbo ambayo inamhusu Kajala, lakini pia Harmonize mwenyewe akadouble down kwa kuposti na ilipostiwa mpaka na Kajala mwenyewe katika ukurasa wake wa Instagram. Umeona, na hata posta ya kwanza kabisa ya huu wimbo ilikuwa ina vichwa viwili. Kulikuwa kuna picha ya kichwa cha Harmonize kama kinyago, na kinyago pia cha sura ya Kajala upande wa pili, alafu kulikuwa kuna maua, alafu ndo hiyo ndio ilikuwa posta ya huu wimbo, ambapo pia ikameki headline. Kwa sababu pale zilikuwa zinaonekana sura za hawa wawili, Harmonize na Kajala, lakini pia tukaona vile vile kwamba Kajala naye pia akaja akaiposti hii ngoma. Kwa hiyo watu tukahisi kwamba okay, it's official kwamba Harmonize na Kajala wameamua kurudiana. Lakini kumbe bwana, hayo yote ni vitu ambavyo vimefanyika. Kajala mwenyewe hakuwa kurasa mmoja ni na Harmonize, kwa sababu Kajala kumbe inavyosemekana ni kwamba yuko na mwanaume mwingine, yuko kwenye mapenzi. Na hili limekuja kudhihirika wakati Kajala alivyopokea zawadi ya gari aina ya Prado Land Cruiser TX kutoka kwa mtu ambaye bado hajawekwa wazi ni nani, lakini inasemekana kwamba ile Prado bwana amenunuliwa Kajala na mwanaume wake na sio Harmonize. Umeona, jambo ambalo tukaona ghafla zile posters zikafutwa katika page mbalimbali za Harmonize na page ambazo zinamsupport Konde Boy, na poster ikabadilishwa kwa ile poster ya P Square na Harmonize. Wimbo ni huo Best Couple. Mpaka ngoma hii inakuja kuwa released ni kwamba Kajala pia kule upande wake naye pia ile poster ikawa imefutwa, na kila mtu akawa ameunfollow mwenzie. Kajala kama unfollow Harmonize na Harmonize naye akama unfollow Kajala mpaka tunavyozungumza. Sasa basi, kutokana na hayo yote ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja kureveal kwamba hii ngoma kiukweli ilikuwa ni nyimbo ya Harmonize kuyaamsha tena mapenzi kwa Kajala kwa mara nyingine, na hii nyimbo kwa kifupi ilikuwa imetengenezwa kwa ajili ya Kajala. Lakini ndo hivyo tena, imekuja kwa wakati mbaya ambao Kajala tayari amesha move on. Umeona bwana? Kwa hapa kuna page imekuja kuandika hiyo issue, akiwa ameandika kwamba bwana, mpaka wimbo ameimbiwa lakini wapi. Wakaelezea kwamba bwana, ni kweli kabisa kwamba wimbo wa Best Couple wa Harmonize unamuhusu moja kwa moja Kajala Frida, ambaye ni mpenzi wa muda mrefu sana wa Harmonize, na pia vile vile ni mwigizaji maarufu wa filamu za Bongo Movie hapa Tanzania. Kabla hata kutolewa rasmi, wimbo huu ulianza kusambaa kwa kasi sana katika mitandao ya kijamii, sababu ya ujumbe wake wa mapenzi uliokuwa umeelezwa humo ndani, ulionekana moja kwa moja umeelekezwa kwenda kwa Kajala. Katika huo wimbo Harmonize ameeleza upendo wake wa dhati kwa Kajala kwa kutumia maneno ya upole na ya kimahaba kama vile honey sweet baby, jina gani linakufaa ni kuite mpaka kufa my own. Umeona bwana, maudhui hayo ya wimbo huu wa Best Couple yanasisitizwa kuwa huu wimbo ulikuwa ni wimbo ambao unahusiana na mahusiano ya Harmonize na Kajala kwa muda wote ambao wamekuwa pamoja na kutokuwa pamoja, lakini inaonyesha kwamba hisia zao bado ziko vile vile, yani wao ni wapendanao bora. Licha ya changamoto walizozipitia, hii ni sehemu ya Harmonize kuonyesha hadharani hisia zake kwa kumtambulisha Kajala bado ni wake kwenye moyo. Ni kama barua kwa mpenzi wake ambayo ameamua kuiimba. Umeona bwana Lakini licha ya hayo yote bado
si Kajala wala Harmonize aliyeweka wazi kurudiana na mwenzake. Na huku mitandaoni tetesi zinasemekana kwamba Kajala tayari amesha move on, yuko na mtu mwingine, na hivi karibuni mwanaume ambaye yuko na Kajala ameshamnunulia mpaka gari mpya kabisa aina ya Prado TX Land Cruiser. Mambo hayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunakumbuka kwamba last time Harmonize alivyoachanaga na Kajala alirudiana naye kwa sababu Kajala alikuwa yuko single. Yani kwa mara ya kwanza Harmonize walipotengana na Kajala alitulia, hakuwa na mwanaume mwingine, ila yeye Harmonize bwana tayari tulimuona akiwa yuko na mwanamke mwingine. Kwa mara ya kwanza nakumbuka kwamba walipotengana tu Harmonize akadate na mzungu anaitwa Brianna. Umeona? Lakini baada ya muda Brianna akaamua kuachana na Harmonize baada ya Harmonize kuweka wazi kwamba yeye bado feelings zake ziko kwa Kajala. Kwa hiyo Harmonize akaanza kumwomba msamaha Kajala na mwisho wa siku akasamehewa, wakarudiana. Baada ya kurudiana bwana wakaja wakakaa muda mfupi tu wakaachana tena. Walipoachana bwana ni kwamba Harmonize kama kawaida akamove on kwa Posh Queen. Kajala akawa ametulia tuli. Sasa Kajala ameamua na yeye pia sasa move on kipindi ambacho Harmonize amesha break up na Posh Queen. Umeona mambo hayo? Kwa hiyo sasa hivi bwana ni kwamba inasemekana kwamba Kajala amemove on, yuko na mwanamke mwingine. Harmonize ametoa ngoma inayomhusu Kajala, lakini ndio hivyo tena Kajala yuko na mtu tayari. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mdau ameandika kwamba ila Harmonize kwa Kajala kiukweli hasumbui aisee na anampenda kupindukia. Kuna watu hapa wanaonyesha wamesoma kabisa mchezo rasmi wazi kwamba Konde kwa Kajala bwana hapindui na anampenda kupitiliza. Haya, kwa mtu mwingine anasema kwamba kusema ukweli Harmonize akiwa kwenye maisha yake ya mapenzi anateseka, huwa anaandika ngoma kali. Kama hii aliyoitoa ni moja kati ya ngoma kali sana. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana Harmonize tuko na wewe kiukweli mpaka mapenzi atakapokutoa roho. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo kwamba wako na Konde Boy mpaka mapenzi yatakapomtanguliza ahera. Maana inaonekana wazi kabisa kwamba Harmonize bwana mapenzi bado yanamtesa, japokuwa Konde bwana tunafahamu kwamba ni kijana mdogo, umri wake bado, lakini pia ni kijana ambaye yuko very successful, maarufu, ana pesa na nini, lakini still bado mapenzi yanamtesa. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini. Kama kawaida tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.